leo nipo hapa kulitumia bunge ili kutimiza matakwa ya ibara hiyo. Kabla ya kufanya hivyo, nianze na jambo la huzuni lilotokea hapa nchini, na naomba waheshimiwa wote wabunge na waalikwa tusimame kwa dakika moja ili kuombea wenzetu. Waheshimiwa, tukae tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani. Amen. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Mheshimiwa Spika, baada ya kueleza sononeko hilo, nijielekeze sasa kukupongeza wewe Mheshimiwa Musa Azzan Zungu kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ilala na kupata imani ya waheshimiwa wabunge waliokuchagua kuwa spika wa bunge hili la 13. Ni imani yangu kuwa uzoefu wako katika bunge hili utakuongoza kusimamia utekelezaji wa shughuli za bunge kwa ufanisi mkubwa. Aidha, nitumie fursa hii kumshukuru kwa dhati Spika mstaafu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson kwa kuliongoza vyema bunge la 12. Serikali inaahidi kutoa ushirikiano wa kutosha katika utekelezaji wa majukumu ya bunge hili la 13. Kwa kauli hiyo hiyo, nimpongeze pia Mheshimiwa Daniel Baram Silo kwa kuchaguliwa kuwa naibu spika wa bunge hili. Aidha, nirejee pongezi zangu kwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameapishwa leo asubuhi. Niwapongeze pia waheshimiwa wabunge wote kwa kuaminiwa na Watanzania kuwawakilisha katika kazi ya adhimu ya kutunga sheria, kuishauri na kuisimamia serikali kupitia bunge hili la 13. Hongereni sana.